Bana, kuna swali letu ambalo tumeweza kuweka katika mtandao wa kijamii, tunasema ni sawa mpenzi wako kujua mshahara wako ama kujua kipato ambao unaweza kuingiza wewe ni kiasi gani? Ni sawa kwa mpenzi wako, iwe mume wako? Hapa sasa tunaongelea kwa wale ambao wako kwenye ndoa, mume au mke, ni sawa kujua kitu gani ambao unaingiza? Kalaona balasa na kwa mzito kujibia hili swali binafsi, kwa sababu mimi siko mwenye ndoa, na ninapokuwa mwenye mahusiano mara nyingi mimi mpenzi wangu anakuwa aidha mimi nimsaidia au yeye ndo anisaidie pasipo kujua kipato yake. Niko nayo nitamwambia niko nayo. Kuna changamoto, kuna faida na hasara ya mtu ama mpenzi wako mwenzako kuweza kujua kipato yake. Tukianzia upande labda ya faida, mpenzi wako anapojua kiwango chako cha mshahara alafu yeye akawa pia na malengo yenye kuleta matokeo, manake sasa atakushauri vizuri juu ya kile ambacho unakipata muweze kufanya vitu gani, lakini pia ataweza kubalance kama kipato chako wewe, mshahara wako wewe ndio unategemea kuweza kuendesha shughuli za pale nyumbani ikiwemo mahitaji na kila kitu, basi ataweza kukadiria na kujua mambo yanakuwa vipi. Manake katika 200 ambayo baba anakamata, 50 itakuwa ni kwa ajili ya kitu fulani, 50 itakuwa ni kwa ajili ya uwekezaji na malengo, alafu 50 itakuwa akiba, alafu 50 itakuwa ni baba yeye na mahitaji zake. Labda tunaweza ikawa iko hivyo au ikawa tofauti na hivyo, lakini inakuwa iko katika mpangilio uzuri ambao kuna namna ambavyo inaweza inakuwa inasaidia kuepusha kelele, lakini pia hata kuweza kuepusha changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kujitokeza. Unaona? Alafu pia kwa upande ya hasara ukutane na wale makulumbembe, ukutane na wale wazee wa kazi anapojua tu mshahara yako, basi pale naye ndipo ambapo sasa anatamani kuwa sehemu ya kutawala, sio sehemu ya kutawala ule mshahara. Unaona, ndio unakuta anapelekea sasa mtu anakosa uhuru na mshahara yake, lakini pia anakutana na udanganyifu hali ya juu katika namna tu ya kuweza kuhakikisha kwamba anakuwa anapata zile fedha. Kwa kabla ya kuhakikisha mtu wako unamwambia mshahara ambao unapata, hakikisha unamjua kwanza. Je, yeye ni mtu ana namna gani? Na niko naye katika mahusiano haya, katika mapenzi haya, lengo lake hasa ni jamaa mbele, ama lengo lake hasa tuweze kujenga maisha yake. Ukijua hiyo, basi utaweza kufahamu ama utaweza kuwa huru kuweza aidha umwambie mshahara yako au usimwambie mshahara yako ambao unaingiza. Kwa hiyo angalia tu, nimekutana naye huko nilio akikamata shisha hivi mpaka asubuhi na alewi, ndugu yangu, yeye asijue mshahara yako, asijue kabisa. Na sometimes sio tu mpenzi, mimi naongezea pia hata mzazi au mlezi apaswi pia kujua kiwango ambao unapata wako. Baadhi kuna wazazi tunasikia kesi nyingi, kuna mtu unasikia mzazi wake amekuwa akimsumbua sana, anakopa huko alafu yeye ndo anakuwa mlipaji. Anakuwa anaomba sana pesa kiasi ambayo mpaka yeye anakuwa anaona kabisa kwamba mbona sasa mimi nakuwa kama nakuwa namfanyia kazi mzazi. Uko naona sasa wako wazazi wa aina hiyo ambao hawana huruma na jasho la watoto zao, au nao pia wanapaswa kuwa nazo makini sana. Lakini wako wazazi ambao wakijua kipato ambao unaingiza, atakuwa mshauri wa namna gani basi wewe uweze kutimiza malengo zako, na pia mshahara yako usiweze kuitumia katika matumizi mbaya, uweze kutumia katika matumizi ya maana na yenye kuleta manufaa kwako na kwa familia yako pia kwa ujumla. Bana, Sylvie, tosa pepele uko naona. Kwa hiyo sasa unaweza kuona vitu gani ambazo zinaweza zikawa ziko katika namna hiyo. Uko naona unaweza ukaanza kwa kujaribu, mwambie mpenzi wako alafu mtajie mshahara
walau pungufu ama nusu ya kile ambacho halali unapokea. Bana baby mimi napokea shilingi 100. Amna. Uko naona uwezi kuangalia pale. Weka nusu. Alafu uone yeye atakuwa anaiendea vipi jicho lake ama iko vipi juu ya kile ambacho umwambia unaingiza. ST Bongo, nyumbani kwanza.